daktari usikivu kwa Mtanzania ambaye pengine au kwa mtu ambaye anatusikiza hivi sasa ajuagi usikivu ni nini, yani changamoto ya usikivu ni kitu gani? Tunazungumzia changamoto ya usikivu ni nini hasa? Tuna maana gani? Okay. Shukrani sana Mr. Mawanja. Kwenye usikivu ni tunasema ni ule uwezo wa kuweza kusikia, kuelewa na kutafsiri kile kitu ambacho kinakuzunguka. Kwa hiyo katika usikivu tunaanzia vitu tofauti tofauti, kuanzia sauti, kuanzia hata mazungumzo. Sasa katika upande wetu sisi wa usikivu tunaangalia mambo tofauti tofauti. Kwa mfano mtu akiwa anakuja maeneo kwa mfano ya hospitali, tunapima sauti tofauti tofauti. Bado hatujafika hata hatua ya kusema kwamba huyu mtu anaweza kuelewa mazungumzo ama la, sababu hizi sauti zote ambazo tunazisikia mwisho wa siku zinaweza kupelekea mtu kuweza kutafsiri maneno ama mazungumzo. Kwa katika upande wa usikivu ni uwezo wa mtu kusikia vitu ambavyo vinamzunguka katika mazingira yake. Kwa sasa katika usikivu kuna watu wenye usikivu tofauti tofauti. Kuna wale ambao tunasema kwamba hawana changamoto yoyote, kwamba hao watu usikivu wao tunasema hauna shida, lakini watu wenye shida pia wapo katika madaraja tofauti tofauti. Kiujumla usikivu una madaraja 7. Ya, yule ambaye yupo daraja la 7 tunasema huyu ni kiziwi kabisa. Mtu ambaye yupo daraja la kwanza ni mtu ambaye hana shida kabisa. Kwa usikivu ni mpana kidogo ambao unagawanyika katika makundi tofauti tofauti ama madaraja tofauti tofauti, ambayo sisi kama wataalamu wa usikivu inabidi tuweze kuangalia ni mtu yupo katika daraja gani, kwa anaweza aka-respond ama akajibu vipi kulingana na uwezo wake wa kusikia. Naam. Pengine pia tukumbushe pia huko tunavyozungumzia sababu zinazosababisha mpaka mtu akawa na hiyo changamoto ya usikivu. Ni nini hasa? Vipi vinapelekea kwenye hiyo changamoto ya usikivu? Naam, kwenye vitu ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata changamoto za usikivu, sababu ni nyingi sana. Tunasema hizi sababu zinaweza kuanzia katika ujauzito wa mama, kipindi mtoto anavyozaliwa, kipindi kile cha utotoni, hata utu uzimani. Kwa tukianzia pale katika mama yupo mjamzito, sometimes unaweza kukuta kwamba mama akiwa na tunasema infection katika upande wake wa mambo ya wanawake, inaweza kupelekea hata mtoto akawa na changamoto hizo za usikivu. Sometimes unaweza kukuta kwamba ni genetic ama vitu vimelea ambavyo amevipata kutoka kwa baba na kwa mama, inaweza kupelekea mtoto akapata changamoto, na hiyo inaweza kuhusisha hata baba na mama wote hawana changamoto yoyote, lakini mtoto akazaliwa akawa na changamoto. Kipindi kile anapozaliwa unaweza kukuta kwamba mtoto akapata mzazi katika kujifungua akapata changamoto kidogo, mpaka mtoto mwisho wa siku akazaliwa labda na changamoto kwamba akawa anahitaji kupumua, akazaliwa labda na manjano na vitu kama hivyo. Vyote vinaweza kupelekea mtoto akapata changamoto ya usikivu. Kipindi kile yupo bado mdogo, unaweza kukuta wengine wanakuwa na usaa katika masikio, labda mtoto kaanguka ama ile kajigonga kichwani, vinaweza kupelekea paka mtoto akapata changamoto hizi za usikivu. Lakini hata utu uzimani, tunasemaga umri sometimes kwa wazee, watu wengine ni kazi tofauti tofauti ambazo zinaweza kupelekea mtu akapata hizi changamoto za usikivu. Tunaongelea kazi zile katika maeneo ya kelele. Ya muda mwingine pia unaweza kukuta kwamba ni matumizi ya dawa ambazo haziendani na maeneo makelele kama sisi sasa tunakusikiza muziki muda wote 24/7. Naam. Takwimu zinasema kwamba asilimia kubwa ya watu wanapata changamoto za usikivu. Sababu kubwa ni kelele.